Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Tukiwa katika Badawi TV leo, napenda nitambulishe tuko na nani na kazi yako ni gani? Mimi jina langu maarufu au ambao la babangu ambao niliandika na mamangu ni Ali Sheikh Kame, nikiwa ni mzaliwa hapa Ndau. Tunataka kujua Ndau ina maana gani? Najua ni mji, ni kisiwa katika visiwa vya Lamu. Je, Ndau maana yake ni? Ndau ina majina mengi, lakini sasa hilo ambalo kwamba inaitwa Ndau ndio jina lake la umaarufu wake, kwa sababu mtu akitoka kule anasema ninakwenda Ndau, lakini jina inaitwa Cairo. Katika majina yake pia ni Cairo. Katika majina yake pia inaitwa Cairo. Sasa Cairo maana yake ni Misri, Egypt. Na Misri kuna Azhar, kumaanisha labda pengine kwa ajili ya ilmu au kwa ajili ya nini hasa? Hapa kwa tukisema ni Cairo, inaweza kuwa ni kama Misri, ambao kwamba hapa kidogo jadi yake watu washika dini kama vile watu wa Misri ambao walioshika dini kuandama dini ya Muhammad Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefurahi kujua maana yake na majina ya Ndau. Je, watu wa asili wa mji huu watu gani? Watu wa asili wa hapa wa kutoka sehemu wa Djibouti, Yemen, Maskati. Ni Waarabu waliingia huku, ndo mara nyingi watu wa visiwani husema au hutabiri wakiona sura kwetu husema hawa ni Waarabu wa Ndau. Tumejituja kwenye nchi kisiwa kwa sababu tuko pekee yetu kwanza, na walipoingia wazee wakatuzaa sisi, nasi wajukuu tunaendelea umri huu, ndo tumeicha Cairo, ndo tumeicha Ndau. Sasa hii Ndau tunajua katika Lamu County kuna kisiwa cha Amu, kuna kisiwa cha Manda, kuna kisiwa cha Pate, kuna kisiwa cha Kiwaiu. Hizi katika visiwa maarufu zinazojulikana katika Lamu County. Je, hichi kisiwa cha Ndau kina ukubwa kiasi gani takriban? Baina Ndau si kubwa sana, yani katika visiwa vyote. Je, Ndau na kisiwa cha Amu kikubwa gani? Hichi ni kidogo sana. Yani katika visiwa vyote vya Lamu kisiwa cha Lamu kidogo zaidi. Kidogo kwa masaha, lakini kwa kazi na kujulikana kina umaarufu mengi, kimeshinda sehemu nyingi sana kabisa. Haya, sasa nataka unifahamishe wale wazee wa mwanzo na asili watu wa Ndau kama kina nani, watu wazee hapa wakijulikana. Kuna kina Mzee Madi, kina Mzee marehemu Fumo, na marehemu family sisi Shuyuka, kina Mwalimu Sheikh, Bana, walikuwa ndo sahibu ilmu. Hao ndo viongozi wa dini wakiswalisha, wakafanya maimamu, hatibu misikiti, paka kana paka leo zote zinazofanyika katika zao zote. Kama tukija Lamu pale husema twende Riyadh au twende pale popote, au ziara ambao tumeenda sahihi kufa na hadi walikuwa wao ndo mashekha ambao kwamba wanatabirika, wanajulikana kwa kila sehemu, ambao kwamba kwenda wao walijulikana kina marehemu Soma, paka wanyukia wazee wetu kina Mzee Shedau, kina Mzee Faruki, kina Mzee Imamu, Mzee Bunu, wazee wengi ambao kwamba ni kifamily, ambao kwamba walikuwa wajulikana kwa kuwa hawa ni watu wa dini na watu wa kutoka Ndau na maana na heshima zao walikuwa wajulikana hivyo. Sasa nataka hii Ndau tunataka kuijua sasa. Tushashuka katika bandari ya Ndau yaitwaje? Yaitwa hapa ikiitwa Chanini, lakini hapa ndani kulikuwa kina Kigome hapa, ambacho kwamba Kigome hili lilikuwa ni wazi. Kigome cha Hitima. Hapa ilikuwa ndo bandari. Kusoma Qur'ani hapo hapa ilikuwa ni watu wenyewe wakipanda kwanza wakieta dua zao. Kieta dua zao kabla hawajapanda mjini. Kigome cha Hitima kilikuwa tuko hapa tu, masuala ya majahazi haya kilikuwa kimemea kidogo tu hivi. Alikuwa hakuna hijeje. Kule ilikuwa ni nde Chanini, ukifikia majahazi alikuwa ingia hapa, akifika kule Chanini, lakini bandari ziko nyingi. Sasa kule Kiwanoni bandari pia ile bandari ya dharura ile. Kiwanoni bandari ya nini na hii ni bandari ya nini? Hii ni bandari ya mji ambao kila kitu kinateremshwa kwa hapa. Kiwanoni bandari ikiwa pengine unasafiri watakwenda kukata boti kwa kule, ndio wewe ukitoka nyumbani ukaenda kukata kwa kule. Labda pengine kwa ajili ya maji. Kwa ajili ya maji, au ukiondoka hapa pengine ukisubiri boti kwa kule usafiri ukaenda Chakolamu. Ambao ni picha zombo tofauti yani ukwewe chombo. Sasa
Hebu tuambie hii mitaa ya Ndau ni ngapi na ni ipi? Mtaa wa Ndau hapa tulipo nafikiri kwa majina inaitwa Kwa Hiu. Hapa kwa msikiti wa Bwana Musa ni Kwa Hiu. Musa ni Kwa Hiu hapa. Msikiti wa Musa ni kwamba ni mbili lakini Kwa Hiu. Kwa Hiu. Wazee eneo aliitwa Kwa Hiu. Alafu tukiita mpaka kusikilia msikiti wa kwetu pale inakuwa ni Ngini, msikiti wa Ngini. Ilikuwa ni Ngini hii. Ukienda mpaka kwa Ustadhi Lamini kwa alikuwa ni boda ile. Upande ule sasa kiitwa Kiongoni. Wazee wenyewe walikita. Kupita kwa Lamini maina ndani ale Kiongoni. Alafu pale ndio inaingia maeneo ya Honde sasa. Ndio ile tambi unaiona mpaka msikiti ule upande ule ile ni Honde tupu ile kuanzia kule mpaka Bebele mpaka wapi ni Honde. Na maeneo mjini ni hivi hapa mpaka kwa Vigomeni. Vigomeni pia ni muhimu. Mpaka kwa Vigomeni huku ni micha mjini. Mpaka kwa Vigomeni mpaka ndani uwanja wa mpira mpaka ile madrasa Tulhanfia kama mmeona kule ndani micha mjini. Lakini kupita pale kwa Ustadhi Lamini tu kwenda mbele tayari kule kwenda mbele ni micha mjini. Sasa kule kuna kwa Tanga kuna kwa Tunda nao wana micha yao kule nao waniche kama sisi huku Kiongoni Mjini. Yaani Honde pia ina micha yake kwa Tanga kwa Tunda. Sasa nataka kufahamu katika huu mji wa Ndau kuna vitu gani vya kihistoria ambazo mtu akija ni muhimu akazione vitu kama hivyo? Vitu hapa mara nyingi watu akija kama hapa unaona hichi kipia. Hichi cha historia. Hichi kipia hichi cha historia. Nyinyi mmekidhiri kama kimejengwa karibu? Hichi tokea mababu walipoingia wenyewe ndio walikiweka kama alama. Kama mlango. Hichi pia hichi ni asis ndio marehemu Musa alipojenga msikiti achikuvunjwa. Ilipofungwa jengwa hii jeti hakuguswa umelewa na hiyo kokoto nazo hatukutia sisi wala kutia Ali Musa. Zenyewe za asili. Na msikiti ulikuwa ni ule Mbora Mwanga, sio msikiti. Kuna taa hapa hivi kila kitu. Ndau yetu ilikuwa kila kiwasa vibahalulu zile. Tumika vibahalulu, taa kandili sijui kama vinaelewa vile vya vya utambi vya kupandisha mafuta taa. Ndio taa zilizoendelea. Nyingine ya hichi kuna hali ambapo kwamba ni muhimu kwenda kutembelea kwenye historia ya zamani. Historia ya zamani ni kama hapo Mbora Mwanga msikitini. Kwa msikiti Mbora Mwanga, msikiti ambao kwamba uko hayajengwa hata misikiti hii. Wala hujui mtu history yake, wala hauna kalenda. Tukiona ni msikiti tu. Yaani wewe umeuona, mimi naona vile vile. Babangu ameona vile vile. Na babu yangu ameudhirika ni hivyo hivyo. Haujulikani. Yaani unawezekana ikawa ni miaka na miaka. Sikareni. Hao mwanzo kabisa mwanzo waliokuja ndio walijenga msikiti kama na majengo yake ni haya. Na majengo yake ni haya. Kucha na kila kitu. Na mpaka leo hawajavunjika. Nafikiri mtaona system yake vipia ni hivi. Yaani unafanana na hii kucha zake zote ziko vile. Sasa hii ndo Ndau, hii ndo naam. Hatuambie hao mashehe wa hapa ni kina nani? Hapa mashehe alikuwa kuna Mwalimu Sheikh wa Yini. Mwalimu Sheikh wa Yini. Na Mwalimu Bana alikuwa wa Honde. Mwalimu Sheikh alisoma wapi? Alisoma hapa ama alisoma? Alikuwa hapa sehemu hapa. Mwenyewe alikuwa Mwalimu Bana alisoma kwa Mwalimu Amana. Wao soma kule ndo hao. Sasa ndio akawatia kumbukumbu kinamishiana. Kina Mariam Said Ali, Mwalimu Bana akamwatia Abdul Bana. Ndio hizi kanda asisi zake zinaendelea mpaka watoto wanazo. Ndio wanaendelea sasa. Na kule alikuwa Mwalimu Bana yeye alikuwa akamza Mwalimu akaanza Mwalimu Nza Mwalimu Gudi peke yake. Peke yake. Sasa tuende katika historia ya masharifu sasa. Hao masharifu walikanyaga lini ardhi ya Ndau? Masharifu ni historia ya kitambo kwa sababu mimi nikiwa na miaka 60 na baba yangu alikuwa na miaka 70 nikiwa kitambo kinukia mimi nikipokea wageni pwani. Alikuwa mstagnisini pengine ni bweni mkubwa, yeye ni mdogo kama hivi na wale nao wadogo. Yeye alikuwa ni mwenye kufuata msafara kama kadhaa. Kiongozi wakati huo alikuwa nani? Alikuwa ni Said na hapa alikuwa kuna Said asisi yake. Akaoa kwetu pia ni family wale kibadili sisi na Kalifumi. Mwenye Ali sio? Mwenye Ali alioa hapa. Akaoa hapa mzaba Dawi. Ndio tukijuana nikawa asisi sasa nasomesha hapa. Na ndio akaisha hapo. Aliishi miaka mingapi mwenye Ali? Miaka mingi sana. Aliacha athari gani katika mji wake? Aliacha athari ya kidini ya
jambo la kupenda Mungu na kufundisha, na alitoa vigogo ambao kwamba ni kina ustadi. Mpaka leo Ndao itambulikana kwa ustadi mwenye Ali, ile msingi wake mwema aliouacha hapa. Baadaye kupewa wadhifa na kina Mwalimu Kame na marehemu Said Ali na kina Bana na Mwalimu Kame ambao waliompa. Sasa na yeye akachukua asisi na akanyuia watoto ambao kwamba mtu anapokwenda hata kama uko Misri anasoma, lakini akitoka Ndao msingi wake ni ustadi wa Ali. Nasikia hata watu wa Kizingitini pia walikuwa hapa, kina Omar Sharif, kina nani na wakisoma hapa kwa hiyo. Ndao ilivuma kiasi kwamba mpaka iliathiri ile miji mingine, nao pia na wakapenda kwa kuwa nao asisi ya Ndao iendelee. Ndio watu wako jamii wengine kama mtalii kula aliyokuwa watanrengo mwingine, lakini pia asisi yake alipitia kama madrasa hapo madrasa Jamal amali kwa hakuna Jamal Mwenye Ali ndo asisi Jamal ndo asisi Mwenye Ali ndo boti pia ikiitwa madrasa Jamal. Je, katika maboti maarufu katika mji wa Ndao ni boti gani na gani? Hapa kulikuwa kuna boti ya mashua au majahazi yalikuwa mengi. Majahazi kinyukia mimi wadogo, kuna swali hili kubwa iliungwa ilikuwa hiyo ndio ya zamani katika uzikumbukazo zamani zaidi ziko kuna kina Roshani kina Hijazi za kina Nzemadi kina Kusoma Hidaya Sauda nani, kuna majahazi mengi. Ndio hawa walikuwa kiasi akienda Arabuni, akitoka hapa na Nchama akienda paka Arabuni, akitoka na Mahindi hapa. Kazi za watu wa Ndao haswa riziki yao wakipata katika kazi gani? Riziki ya Ndao mimi nikiinukia ni mtoto mdogo, ilikuwa kazi ya makopo hivi karibuni mambo alikuwa ni wapi, lakini ilikuwa kila wakulima nini Mahindi akitoka hapa Buru zikitoka hapa, ufuta kutoka hapa, Iyungi kutoka hapa, Vichaka, yani kila kitu, Muhembe, kila kitu kilikuwa hapa. Na mkitoa nikipeleka paka Arabuni, Dubai, wapi na kienda na India na kienda na haya majahazi yenu kwa bidhaa za hapa zikipeleka bidhaa na wao wakileta wao kupakia mzigo pengine Mombasa, kuteremka Mombasa, hali kadhalika, lakini biashara ilikuwa. Na katika wale marubani au tuweza manahodha maarufu wa Ndao uliwasikia kwa sifa zao, hao ndio walikuwa wakikata bahari dunia nzima, walizunguka ni kina nani hao? Hapa walikuwa kina marehemu babangu na Shidao. Hata mimi nilikuwa ni katika kumbukumbu zake nilizochukua. Ninaweza kukutoa hapa sasa hivi nikakupeleka nchi yoyote ambao kwamba kutumia nyota tu, na hii ukiona ile nyota hii unajua hii najua ya safari itanipeleka wapi, najua nyota hii bila compass, bila GPS. Wakisafiri siku yoyote ama mpaka wapime mai au siku na tarehe? Ukitoka kwa season kuna season sahihi, kama sasa hivi ni Maleleji Kusi, kubadilikia kaskazi kuingia mkondo sana, kubadilikia Kusi pengine ni kutoka jahazi Tanzania kama mimi nilitoka nao hii nikaja nao, ilikuwa tayari naingia kaskazi. Kutoka Tanzania kwa kaskazi kuja huku tayari Nzarugu. Lakini kwa Kusi kutoka Tanzania kuja huku ni rahisi, na kwa huku kutoka kaskazi sasa kwenda Tanzania inakuwa rahisi, inategemea season ambapo kama nategemea huu mwezi huu utanifika. Sasa nataka unifahamishe kwa mtu wa Ndao ni mtu wa aina gani, na utamtambua vipi kama huu ni Ndao? Utanichukua kwa sababu hata sisi umbile letu ni maarufu kwa kujulikana, kisha watu wengi kwa lahaja, kwa mazungumzo, kwa kauli, akizungumza mtu hata kama hujamuona Wakizingitini ana maneno yake Mbwandao, sio rasini huwa Ndao maneno yake yana, hata kama hukumuona kusikia tu hizo kauli yake tasema huyu Ndao, sio kuna Ndao. Kimuona kwa sura atakuwa vazi la Ndao. Mimi nisikia kwa asili za wazee wa Ndao ni kuvaa hivi vishali, ndio nakuona wewe umevaa kishali. Ndio hii ndio asili wa Ndao. Wazee wetu sisi nyuka alikuwa wenyewe mambo yao ni anzu, shali chao, kofia zao za lasi, mwavuli wakitembea nao. Mwavuli si unajua? Mwavuli walikuwa jua kali, wao hawatembei na jua, walikuwa tembea na mwavuli kawaida. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tukiwa baada na maelezo ya kuhusu huu mji wa Ndao, ambao kwamba hakika nimevutiwa sana na maelezo yako na historia uliyoitoa kuhusu mji wa Ndao. Tumefaidika sana, Mwenyezi Mungu akujaze kila la kheri. Amin. Sasa
umetufahamisha kuwa moja katika kazi za watu wa Ndau ilikuwa ni kusafiri. Biashara mbalimbali. Naam. Na biashara wakitumia zombo. Mwanzo zombo ziko sampuli ngapi? Zombo kuna ilikuwa wakati wa zamani ilikuwa hata mashini hazijaja nafikiri. Za tembea kwa tanga. Tembea kwa changa, kwa kitambara. Kuna chombo chaitwaje? Ilikuwa kuna hijazi. Hijazi hiyo si ni chombo? Hiyo ni jahazi. Sasa hiyo ni jahazi. Nataka uniambie kuna zombo za baharini haswa, kuna jahazi, kuna mashua, kuna nini nyingine? Zombo ambao tutumia kwa kusafiri. Mashini hapa zilikuwa hakuna, ni swala nyeti paka matajiri wa mbele huko ndio walikuwa kutumia zombo za mashini. Ndio. Lakini hapa kwetu walikuwa tukitembea kwa bombo wa majahazi ambazo kwamba majahazi ilikuwa jahazi ni kubwa. Laweza kutukua shehena kiasi gani? Yani kiasi 300, 200. Kubwa katika jahazi unazokumbuka wewe ilikuwa ni gani? Kubwa kabisa ilikuwa Zamzamu ndio. Na Roshani. Ilikuwa ya nani Zamzamu? Ilikuwa Zamzamu ya marehemu Shali. Hiyo ndio ilikuwa kubwa. Alafu marehemu mzee Roshani ilikuwa ya kusoma. Marehemu mzee kusoma. Ndio. Ilikuwa kuna hijazi ambao kwamba ilikuwa ya marehemu mzee Madi, babake Ali Amin, Ustadh Alamini. Inaitwaje? Hijazi. Ndio hijazi kubwa ambao wazee wetu asis kuendea nchi zote za Kiarabu, Afrika ambao katika hizo ulozitaja kina Hijazi, kina Zamzamu, kina Roshani, wewe uliwahi kufanya kazi katika chombo gani? Niliwahi kufanya chombo kwa Hidayah, Hijazi, Haiba. Hijazi ambao zilikuwa za zamani ambao viko kina Satul Khairi. Ndio. Raudha ilikuwa kina Ahmad Nadhiri. Ndio nilisafiri nao. Sasa umetuambia jahazi zikituka mpaka tani 100, 200 zikienda hivyo. Haya, na hizi mashua ukubwa wake usikilia mpaka tani hizi ndogo ambazo tani 10, 15. Mwisho tani 10. Tani 10, 15 zilikuwa zikienda mpaka Somali. Ndio. Jitahidi pengine Dar es Salaam zikienda mashua. Lakini kuvuka ilikuwa swala nyeti kwa sababu safari ilikuwa kubwa na bahari kubwa. Lazima iwe chombo kidogo na chombo kidogo kina nguvu. Ndio. Haya, baada ndogo ambazo kwamba unaziona hapa, hizi zote za kwenda mpaka hii Afrika yote za Afrika Mashariki, labda hii yote kwenda Madagascar, kwenda wapi zinaweza kutembea kwa kitambara. Ikawa zinaendelea hapa Afrika. Naona hapa kuna zingine ndogo kama zisijumu zitaje zile. Hizi zingine ndogo ambao wanaziona hapa ni jahazi za uvuvi. Zaitwaje? Hizi kuna kina Yasini. Yani hii si ile kubwa, si tumesema ni jahazi. Na hii kidogo inaitwa mashua. Sasa na ile zaitwaje zile kwa lugha za nyumba za lugha za kinyumbani, sisi ziita jahazi ndogo ambazo kwamba ndogo ziko hapa tu. Ndio. Zinavua hapa kisiwani, pengine kuzidi Lamu, Kizingitini. Zinaleta samaki hapa, kuleta uchumi hapa wa uvuvi. Ndio hiyo jahazi ndogo naziona. Haya, sasa naam. Uliwahi kufanya kazi wewe kama kapteni, yani nahodha? Manake kapteni ndo nahodha. Uliwahi kuwa nahodha katika chombo chochote ukaweza kusafiri? Nimewahi kuwa nahodha kwa Al-Mujahidin ambao ilikuwa ni jahazi ya kutoka Tanzania, ilikuwa ya mzee Bakari Kombo. Ndio. Nikaendea kwa Tanzania Kilwa Masoko, Kilwa Kivinje, Pemba. Ndio. Kiendea paka Lindi, Mtwara. Ndio. Sehemu za huko. Alafu Kenya alikuwa kienda paka Somalia, Kismayu. Mujahidin nao Al-Mujahidin. Ukiwa kapteni hapo? Nikiwa hapo ni kapteni. Kwani wewe ulianza ukiwa kapteni au mwanzo ulianza vipi? Nilianza kwanza ni AB ambao kwamba ni baharia kwanza huwa na swala nyeti. Huwa akifuatilia yale mambo kwamba ya unahudha huweko naye karibu Masangi au unahudha nawe unaingia naye. Sasa ndio nikatukua ujuzi. Waje mtu paka akafika kiwango akapewa jahazi paka akakubalika kwa kapteni na akawa ni nahodha. Ule mara nyingi fanya nini mpaka ukafika cheo hicho? Huwa ni uaminifu kwanza wa tajiri mwenyewe, amekuona wewe unaweza kusafiri na chombo na uzoefu labda. Na uzoefu ambao kwamba unaendelea nao. Ndio. Na uanzia ni mdogo lakini ukapanda cheo paka mtu akaamini akakupa
jahazi ambao kwamba yoyote au meli ambao yoyote wenda. Ukiwa na miaka mingapi wewe ulifika kiwango ukawa nahodha? Mimi nilikuwa kiasi ya miaka 40 hivi. Tayari ushakubaliwa? Tayari ushakubaliwa kwa kuwa mimi nahodha. Mashaallah, mashaallah. Na ujuzi huu uliupata kwa nani? Nani walimu zako walokufundisha bahari na ndia za bahari na namna? Maana hakuna masala GPS, masala ni nyota tu. Ukishakuandika nyota hii hapa mimi najua mimi nitafika, itanipeka mpaka Pemba, hii itanipeka Madagascar, hii itanipeka mpaka Dubai. Naam. Sasa ujuzi huu umeupata wapi huo? Ujuzi huu nilipokuwa nikisafiri na wazee ambao kwamba babangu au mzee Muhammad Sumbwana alikuwa mimi nikikaa kwao baina dira wakichumia ambao ni compass wakichumia, alikuwa hakuna mambo ya GPS. Alikuwa mara nyingi hutumia nocha. Na nocha unaweza kuikosa kwa sababu ulimwengu huwa saa nyingine umeenda pahala kuna mawingu. Sasa mawingu ya mvua, nocha ikiingia unaweza kuitumia ile compass ukawa unaendelea na namba ile ile ambao kwamba wewe nocha umeitumia na usafiri ukaendelea. Mashaallah. Na ujuzi huu wazee ndio nikalia chini ya babangu. Ndio. Ambaye kwamba nifundisha, alikuwa ni kapteni, akienda na watu Arabuni, akienda na watu nchi tofauti tofauti. Hebu tuambie uzoefu wako na changamoto ulizopata katika safari zako zote. Kuna pahali ulipata changamoto, kitu ambacho kwamba huwezi ukisahau katika historia yako? Changamoto katika historia yangu ambao kwamba mwisho niko kama AB ambao kwamba ni chini ya kapteni. Ndio. Changamoto kubwa nilipata wakati Somalia ilipoanza vita. Ndio. Tulikuwa tutukua mzigo kuanzia South Africa. Ndio. Tukitukua container ambao kwamba za silaha. Ndio. Tukipeleka Mkudisho UN. Tukipeleka Mkudisho kutoka huko tukileta huku. Ndio. Sasa kwa bahati mbaya vituko ambao kwamba viniteremsha paka nisisafiri tena kwa mameli ambao kwamba nikisafiri. Ilibidi tulilipuliwa pale Mkudisho. Tulilipuliwa, tukaomba Mungu atuhifadhi, lakini Mungu atuhifadhi na mpaka leo ndio Mungu amenihifadhi mpaka leo. Lakini ukatoka tunda sindano. Tukatoka tunda sindano kwa sababu ilirushwa kitu juu huko, kikachumwa hichi chende kwa aliamini, watu wakafa, sisi meli tukawa salama, tukafungua kamba tukatoka. Hiyo kumaanisha kwa je, wewe una dua fulani kabla hujaanza safari yako? Maana hiyo ni kumaanisha ni Mungu amekuokoa wewe. Ndio bwana. Kuna dua gani uliopewa na wazee ukawaisoma kabla hujaanza safari zako? Dua zangu kwa maustadhi wangu ambao walinipa na wazee ambao lazima uondoke mpaka utie dua kwanza. Mashaallah. Swala nyeti ambao kwamba mimi hata nikiingia baharini, nikienda pala popote katika safari, nikitoka hapa kwenda Kiaiu kwenda pala popote, ndio uondoke mpaka dua. Dua nasema bismillahir majriha wa mursaha illa la bilafurur rahim. Sasa ukishakuitia hiyo basi wewe na bismillahir rahmanir rahim, Mwenyezi Mungu mwenyewe anakufungulia kila, anakusaidia, anaomba, anakusaidia. Haya basi kila alokuwa baharini na kila aliyokuwa safarini ajue bwana, bismillahir majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Hiyo ni kinga kubwa sana. Ndio ilomfanya ndugu yetu aweze kuokoka na bomu alorushiwa katika mji wa Mogadishu wakati alipokuwa safarini zake za baharini. Inshallah. Haya sasa tukiwa tunataka kumalizia. Napenda umfahamishe haya maulidi, je, mumeyakuta kwa wazee wenu ama ni jambo lilikuja tu watu wa Amu ndio waloletea, masharifu wa Amu ndio waloletea maulidi? Maulidi sisi tukimeyakuta kwa wazee wetu tangu jadi na jadi. Ndio. Kisha wazee wenyewe wakatangamana na upande wa Lamu, Sadali Badawi, jamaa ambao kwamba mashehe bin Habib Swaleh wakatangamana nao, na wao walikuwa mashehe hapa Ndao. Ndio wakika asis wakawa wao wakimaliza katika maulidi ya mfungo 6 mwezi wa kuzaliwa Mtume Muhammad. Na wao wanafuatana nao ajali wao wakaingia visiwani mpaka wakamaliza boda Somali. Wakaingia mpaka Kiemboni, wakiingia wakifika kisha wakirudi zao Lamu. Alikadhalika hapo ikiwa katika wazee ambao kwamba labda pengine umeambiwa au labda umesikia au umewaona walikuwa na alaka kubwa sana na masharifu wa Amu na hasa hawa wajukuu wa Habib Swaleh, ni mzee gani hapa Ndao? Yani alikuwa yeye ndo alofanya mpaka haya maulidi akaweza
kuasisiwa katika mji wa Ndao? Kuasisiwa mji wa Ndao alikuwa ni marehemu Mwalimu Bana. Mwalimu Bana ambaye ni babake Mwalimu Abudi. Na huku ni babake Meshehana ambao na Mwalimu Kami wa Shehe ambaye ni mtoto ndugu yake pia. Ndio baba yao aliasisi na hao maulidi mpaka leo inaendelea, na wazee tu wote na walioendelea kina Mzee Muhammad Kame, kina Mzee Faruk Kame, kina Sheda wa Kame, ndio sisi sasa hivi jukuu na vitakaa nasi na tumerithi, imekuwa tuendelea kazi na wazee. Alhamdulillah. Na hii ndio imetufanya sisi tunataka kwenda pahala popote tunapoenda tunachambulikana, tujiamini, tukawa sisi family inapenda mambo haya na undugu, na alhamdulillah. Na basi tukaoana, wazee wakaozeshana pia na upande wa masharifu, na tumezana watoto wetu na wao washike ndia hii, washikane, ambapo kwamba wazee walikuwa kiendelea na sisi wazee tunavyoendelea, maana sasa pia isi wazee nao waendelee na mambo kama haya, wasiate ya Mtume Muhammad kwa kila baraka na wageni na kila kitu. Sasa je, faida ya maulidi wewe kwa ujuzi wako na uzoefu wako imefaidisha nini hii nchi ya Ndao? Nchi ya Ndao na jumla kwa ulimwengu, kwa nchi zote ambao kwamba anapenda maulidi, anapenda kwanza shirikiano la umma ambao Kiislamu, ambao sisi hatuna hija. Kina Ustadhi Ali Badawi, kina Hitami, kina nani walikuwa wakizungumza pale Riyadh, kwa kila mfungo sita watu wakidirikana huwa ni kama mfano wa hija ndogo, kwa sababu watu sehemu mbalimbali dunia nzima pale utapata Komoro, utadirika Ngazija, Tanzania, Uganda, Misri, Yemen, Djibouti, mchanganyiko, yani Maskati, wa Dubai, ni yake wamekuja kusoma maulidi. Sasa kuna mchanganyiko ambao kwamba Waislamu ustahili, hakuna pengine isipokuwa ni hija ndio watu huwa muhimu. Lakini hivi sasa baada ya kumalizika hii shughuli ya maulidi, kila mmoja huwa amemea mbawa kutafuta riziki pahala popote. Lakini kwa sasa hivi huwa ni kipindi kinaendelea tokea kuandama mfungo 6 mpaka mfungo 7 mpaka kuendelea huwa maulidi inshallah nufaisha mambo mengi inshallah. Kuunganisha maulidi. Kuunganisha kizazi. Ilmu na maulidi imechangia vipi katika upande wa elimu? Maulidi ilmu ni bora sana na inaendelea vizuri, kwa sababu tunapata changamoto nyingi kwanza baada ya matangamano, alafu lazima kilma ya nabii ilmu ile na ilmu ambao kutoka mambo mengi. Na je, wanafunzi hapa ilipokuwa zamani Ndao wakija hao wazee baadaye wakienda wakirudi zao Amu. Je, vijana wa Ndao waliwahi kwenda nao kwenda kusoma kule Amu? Mimi mmoja wape pia nilikwenda na Muhammad Madi na Badawi, anitukua ni mzee marehemu Sharifuddin, anitukua nikasoma Riyadh, mwenye alidini nikatukua, nikaenda Riyadh nikasoma, nikawa nakula chakula kwa Mwanataiba. Sharifuddin akinipa mambo ya dawa pia, kuendelea dawa za hizi za homa za nini za miguu za mishipa, kaendelea na kama hunifundisha. Wewe tabibu pia wajua pia mambo haya? Tabibu pia naweza kumpanda mtu, nashukuru alhamdulillah, nikajua hii dawa itamfanikisha mtu kwamba anaweza yeye kuendelea kwenye ulimwengu huu ikiwa Mungu ameleta afwa. Sasa nataka tumezungumza kutosha na mazuri na mingi. Taraji Mwenyezi Mungu inshallah atatukia kabuli. Kabla sijamaliza kabisa, hujatuambia umekwenda nchi gani na gani? Mimi katika nchi za safari zako za nchi za Kiafrika kwamba mimi ya kibaharini nimeenda kama kapteni nchi Madagascar, nimekwenda Komoro, nimekwenda Reunion, nimekwenda South Africa, nimekwenda Msumbiji. Upande huu wa Afrika nafikiri paka kuzunguka rasi ya Sera ambao kwamba ni Ethiopia, tena huku kwenda Djibouti, zote nimezienda mimi mwenyewe. Mashaallah. Kama kapteni na kama naelewa mambo ya bahari. Na saa hii pia ukiniambia nikuchukue hayo ambao ya kitambara naweza kusafirisha na nota nikakupeleka. Akiba nitaweka compass kama mmevyokuelezea, kwa sababu mawingu pengine ya mvua, hali ya anga itarudia kwenye compass. Lakini huhitaji GPS. Sihitaji GPS. Nimetembea nao hivi, nimekuja na jahazi pia mwaka jana mimi kutoka Tanzania Mafia mpaka nimekuja. Na nimetembea na watu tofauti. Na nje Afrika umekwenda wapi? Nje Afrika nimekwenda Saudia ambao Jizan, alafu nimekwenda Yemen, nimekwenda Maskati, Aden ama Yemen, Mkala. Yemen Mkala.
Alafu nimekwenda Maskati, nimekwenda Salala Oman, nimekwenda nchi Iran, Iraq nimekwenda, ambao kwamba kule hakuna meli, ni ale mabeba ambao kwamba kama madau wa mwao wanakwenda maji kidogo kidogo kupeleka magari. Nimeenda mashaallah. wa Arabuni, nimekwenda sikuvukia bara Indonesia ya ambao kwamba ya wazungu nini, lakini hizi nchi za Kiarabu zote niliko kipeleka makaa sana, na meli za kutoka Somalia hapa tukipakia makaa tukipeleka Kuwait. Nimeenda kama hivi wao kwa ndao, na mimi nimeingia nchi ya Kuwait, nimetembea nikiwa mimi kama baharia, lakini niko na makapteni wangu wa Sri Lanka wa Hindi, na nikapata ujuzi pia wa safari zao kule walikoendelea, kwa sababu nilikuwa kichukua nocha fulani inaendelea na hii kombasi nao fulani, basi inshallah nikiendeleza kihivyo, na mpaka leo naendelea na maisha kama hivyo. Sasa una wasia gani watakumpatia kiongozi? Maanake msafara wetu huu una kiongozi wake. Naam. Kama alivyokuwa Said Ali Badawi nyuma huko, na wazee wameshirikiana na watu wa ndao. Naam. Sasa hivi hatamu ameshika ni mwanawe. Naam. Nafikiri Ustadh Mohsen. Naam. Je, una wasia gani watakumpatia Ustadh Mohsen? Mimi wasia wangu ambao nampa rafiki yangu Ustadh Mohsen na mhudhiri wetu mkubwa wa jamii ya upande wa Lamu, ambaye kwamba anajulikana, ni Rauf, ni hakimu, ni yeye, ni kila kitu Mwenyezi Mungu amemjalia. Ametukua hii nuru ya babake, maana amepata mikasa mingi kuanzia kwa udogo wake. Kama mimi kimkumbuka ni mdogo, lakini na kumbukumbu hata mawe pia amepigwa na babake Said Ali Badawi upande wa kwetu kuviswani. Lakini ilipomalizika hapo, nafikiri kama alikuwa ndo Fatiha kabisa, mambo yalifunguka, Fatiha kuelezea kwa kuwa bwana hapa inshallah kutakuwa jambo fulani, vijiji ambao kwamba walifanya fujo kumpiga Ustadh Ali Badawi. Sasa hivi wampokea. Sasa hii ndio wamempokea, na maulidi yameongezeka, limekuwa lingi na limeendelea sana katika ulimwengu huu, na paka na muhasisia inshallah Ustadh Mohsen aendelee na mambo haya fi dunia wal akhirah. Mambo haya tuje tuakute mbele za Mungu. Ikiwa ni misingi mibaya ingekuwa imeisha, lakini madamu ni misingi mizuri ya kutangamana Waislamu, kuanzia kutoka kwake nyumbani kwake mpaka kuja huku kwetu visiwani, ni baraka nyingi. Tumuombea yeye afike salama na watoto wake inshallah. Jambo kama hili wasiliache asisi, kwa sababu sisi tulitukua kwa wazee na yeye alitukua kwa mzee. Basi na nyinyi vijana tuombea Ahmad na wengine wote, kina Ali, kina nani wote ambao Ustadh Mohsen, msiwe muko mbalimbali na hijambi, kina Hidarusi, watoto ambao wanaendelea na yeye mzee salamu, muendelee na mambo haya. Ni mambo mazuri kwetu, ni baraka, ni fahari, ndisi hujigoli na sisi katika dunia hujulikana ndao. Pia kuna maulidi sahihi imekuwa ulimwengu mzima hutuangalia sisi hapa kama ni jambo la shari au kuna balaa au kuna nini. Hata serikali pia ingekuwa shachuzi hii ameshatukataza, lakini madamu jambo lina khairi na mchanganyiko maalumu, na Ustadh Mohsen mfanya, na muombea Rabbul Alamin, na Ijumaa Mwenyezi Mungu ampe afya, aiporeshe inshallah afya yake wa salama wa salimin. Na Ustadh Ahmad Mansab ambao kwamba shirikiana na Mansab na wengine ambao kama Dinze ambao kwamba wamefuatana nao wote apate kundi, tuombea inshallah apate kundi ajilao mwaka huu hivi tumewasoma maulidi, na mwakani izidi, na mwaka ujao. Mara hii unaonaje maulidi alikuwaje mwaka huu? Inshallah taala vile mmeona maulidi kwa class kabisa, alhamdulillah, na tutarajia leo baada ya misingi kuna maulidi ya Honde inshallah, nao tutaifanyia class vile tunavyoweza, itakuwa class, ulimwengu mzima utapata habari kuandao kufanyika jambo gani inshallah taala. Tunaombea na afya na salama tu tufike paka hiyo jioni inshallah. Baada ya samai tuanzishe maulidi. Sasa hili ni jambo zuri, karibuni nyinyi kama wageni. Na sisi tumewapokea kwa mikono miwili. Msikijisikie kama mko nyumbani. Msipate shida aina yoyote. Kila muna shida nyinyi muotelezee sisi. Tuko hadhir na nyinyi. Kama mkuja kuchutapia sisi, mgeni aje na mwenye mui apone, na basi inshallah mui kwa eo na kesho mpaka mtaondoka mtakwenda venyu, basi inshallah mui uko kwenye baraka na Ijumaa hii. Taomba inshallah. Tushukuru sana na watu andao sisi huwaita ni maansari. Kama alivyompokea
walivyompokea mtume Ansari Madina, na nyinyi mwapokea maulidi ya mtume na wageni wa mtume. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atawadumisha na atazidishia na atawaunganisha zaidi na zaidi, na tuwe tutaonana kila mwaka na kila mwaka mambo yazidi kufana, na sisi tukiwa tuko inshallah tutakuwa na nyinyi na tukiondoka duniani, basi tutaraji hawa watoto wetu nao na tukuku zetu nao washikilie mambo haya ya kheri, kwa sababu ni jambo la kheri, ni jambo la kumtukuza mtume, ni jambo la kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Mwenyezi Mungu inshallah atatutakabalia sote. Shukrani sana, na mimi nakushukuru sana kwa pamoja. Wajazakallahu khair. Asante. Asante. Shukran.